Kama unaamini kwamba upendo wa kweli haupo tena, unakosea. Mwanaume huyu alijitolea kila kitu alichokuwa nacho ili kumwoa mwanamke huyu mwenye hali mbaya ya ngozi. Sikudanganyi, aliachwa na familia yake na marafiki kwa sababu ya kumwoa mwanamke huyu mwenye hali hii ya ngozi, lakini hajawahi kujuta. Hata hivyo, hadithi yao haikuanza hivyo. Wakati Javier alipomwoa Domitila, ilikuwa ni mapenzi ya mara ya kwanza. Wakati wengine wakimtazama ngozi yake, Javier aliona roho yake, furaha yake na upendo wake, na pia alibadili dini na kuwa Mkristo ili kuupata moyo wake. Lakini yote yalionekana kuwa bure. Domitila hakuwa amezoea aina hii ya upendo. Alidhani kwamba Javier alikuwa anamtania kama wengine. Baada ya muda mrefu sana, Domitila alishawishika na alihisi kupendwa. Ilipofika wakati wa kumtambulisha Domitila kwa familia yake, hawakumkubali kwa sababu ya ngozi yake, lakini Javier hakujali. Licha ya kukataliwa, aliamua kusimama na Domitila. Alimshika mkono mbele ya dunia na kuonyesha kuwa ni wake. Aliwaonyesha wote kwamba upendo si kuhusu muonekano wa mtu, ni kuhusu mtu huyo alivyo moyoni mwake.